Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Uliwahi kuwa shabiki wa Alikiba. Nini ambacho kilitokea ukatemana na Alikiba? Kwa sababu si mtu akumposti sana kiukweli nikifuatilia kwenye page yako. Kiukweli sasa hivi apostiki. Yaani Alikiba apostiki, yani kabisa. Anaekaeka, ameshakuwa ni mtu, tuseme labda ameshakuwa mtu mzima. Ndio mimi ninavyoona kwamba sasa hivi ameshaona aekaeka hizi za muziki wa vijana kina Harmonize, umenyoa para leo umemvuta sikia hizo haziwezi. Ataonekana cheese. Ndio maana amekaa pembeni na sisi tumeamua kukaa pembeni tuachane naye. Yeah. Kubwa Alikiba postiki. Apostiki. Sawa. Ningependa pia nisikie comment yako kuhusiana na kile ambacho Harmonize alikizungumza kuhusiana na baada ya Majizo kuombea msamaha wasanii, na alitolea mfano Diamond amesaidia wasanii kama kina Harmonize. Nadhani kile kitu kilimkwaza Harmonize na hataki kabisa jina lake litajwe kwa kutolewa mfano kuwa amesaidiwa na Diamond kwa sababu kuna pesa alizilipa ili kutoka kwenye ile record label. Unadhani Harmonize alikuwa sawa? Yuko sahihi. Kwa upande wake. Unajua Harmonize sasa hivi tunamuona yuko sahihi kwa sababu tunamuona kama akapagawa kama kachanganyikiwa, anajifanya Mnyamwezi, yani unamwona mbona kama anaelekea kwenye kuwateja sasa. Kwa hiyo anachoongea ni kile kilikuwa niko sahihi, lakini kutokana na muonekano wake watu wanavyomchukulia sasa hivi ndio maana wanaona kama anazingua. Ila amelipa kile alichotendewa. Unajua unaambiwa tenda wema nenda zako. Diamond angeondoka asichukue hata 100 kwa ule mtoto. Ile alikuwa hawezi kukataa hiyo kauli. Lakini kwa kuwa alilipa na zaidi. Unajua Diamond alikuwa anasema kabisa bwana mimi video hii imetumia gharama milioni 30, milioni 60, milioni 90. Mimi video bado imetumia shilingi ngapi? Lakini kuja kucalculate zote amelipa milioni 600. Amelipa na zaidi. Alafu tena ukiangalia kwa ndani ya lebo ulikuwa unaambiwa nyimbo 3 kwa mwaka. Harmonize alikuwa anatoa zaidi. Kwa hiyo zile za nje hapo ni wewe unajitegemea. Kwa hiyo amelipa fadhila na zaidi, kwa hiyo huwezi kusema ile ni amemsaidia. Amekulipa ulichokuwa, kama amekuja kununua bidhaa sasa hivi ni ya kwake. Ana mamlaka nayo. Yeah. Harmonize yuko sawa. Yuko sahihi kabisa kwa anachokisema. Kile ambacho alikisema kuwa Diamond amehusika kwenye kuivunja record label yake alikuwa sawa pia? Hapana, hapo uongo. Hiyo record label yake kaitengeneza mwenyewe na kaivunja mwenyewe. Kwa sababu record label asilipi. Yaani aongee tu kweli. Yaani asije akafikiria kwamba tutamlaumu eti kwa nini ameanzisha kitu ameshindwa. Alijua alianzisha kwa wazo zuri, lakini imekuja kushindikana kwa sababu muziki ni mgumu Tanzania jamani. Yaani msifikirie wasanii wanapata hela. Ana invest a lot lakini return ni ndogo. Kwa hiyo akibahatika kuvuka mipaka Tanzania, anapata hela nyingi sana. Lakini hapa ndani ni hasara tu. Unaandisha vitu kwa hasara tu. Kwa hiyo record label alianzisha kwa kupapatika, hana mwelekeo huku na huku, afu hutaki kushaurika hiki mikakati. Unajua ukianzisha kitu hata kampuni eka mifumo yote ya kampuni, sijui manager, sijui marketing, sijui secretary, sijui yani wote hakuna kona. Sasa Harmonize alikuwa anataka kila kitu afanye yeye. Msanii anahitaji kufanya show, unaleta ustaa eti ya milioni 5 atuchukue, mdogo wangu sichukue hiyo. Akati akikanya hapo kwako hata kodi alikuwa anashindwa kulipia watoto wake. Sasa ya nini? Mwache mtoto akafanye show. Hata ukiambiwa milioni 3 wewe chukua, kwa sababu unaangalia na soko sasa hivi pakoje. Ukweli ana deserve hii milioni 5 ana nini? Kama unaona kabisa huyu sasa hivi kama Zuchu sema unamchukua kwa milioni 5. Haiwezekani kwa sababu ameinvestiwa a lot. Lakini Harmonize unamtolea msanii wako nyimbo 2 kwa mwaka. Unategemea alete return ya milioni 30 kwenye show kwenye nini? Huo ni uongo. Karibu, ningependa unitajie top 5 ya wasanii wako pendwa wa hapa Tanzania. Wasanii wa kike na wa kiume mixie tu hapa itakuwa vizuri. Kwa sasa hivi bwana, nitamtaja Diamond atasema wewe kwa sababu anakulipa. Hapana. Mimi naomba nitaje na sababu. Diamond sasa hivi ni msanii mkali. Diamond kwa sababu gani? Diamond zamani alikuwa hajui kuimba. Yaani kiukweli, alikuwa akiimba live unachukia. Akiimba nyimbo zake unaona anaimba kawaida, lakini sasa hivi umemwona Diamond amepiga ile kuna na mama kuna. Angalia alivyoimba kule ndani. Ule ni muziki. Ile sio kelele. Baba lao. Ule ni muziki ameimba. Yaani mimi ni kule amenikosha roho kabisa. Ndio maana nasema sasa hivi Diamond nimpe namba 1 kwa sababu amedevelop. Mimi napenda mtu ambaye anaambiwa bwana hichi kitu ukiwezi, anaenda chimbo akirudi anakiweza. Namba 2 ningemtaja Alikiba, lakini yeye sasa hivi mimi anikosha hata kidogo. Yaani anikosha. Yaani anaimba muziki kama ni muziki wa familia, sio muziki wa mashabiki.
nimpe Nandy. Nandy ananikosha sana kwenye nyimbo zake. Yaani nategemea, nasubiri niseme Nandy ametoa nyimbo mbaya, lakini anipe nyimbo mbaya. Jux nimpe namba 3 kwa sababu sasa hivi ameanza kucompete na Diamond huko nje kimataifa, lakini ni although Nigeria tu kwa sababu ampaoa, nataka aende mataifa mengine. Tumpe namba 3 ili afanye juhudi aende na mataifa mengine apande juu. Kwa nini nimempa Nandy namba 2? Najua watu wataanza Nandy na Jux vipi? Nimempa kwa sababu mtoto wa kike bwana, yani Nandy anapambana. Ana deserve kupewa namba 2 chini ya Diamond. Zuchu, kwa nini sijampa Zuchu namba yani hiyo namba najua watu wataleta mambo mengi. Sijampa Zuchu kwa nini? Yani ingekuwa yuko Diamond mimi ningemweka Zuchu. Kwa kuwa bosi wake yupo, yeye tu akae kama mtoto tu aendelee kukaa. Namba 4, wasanii wameisha jamani. Sasa hivi hamna wasanii kabisa. Wewe tumpe mume wa Paula, Mario. Namba 4. Namba 5, namba 5 nimpe nani? Nikao wasanii Mbosso. Mbosso ni lazima awe kwenye top 5 yangu, anajitahidi mno. Kuna mtu hapa wakati unafikiria alikuwa anajiwekea haraka kama alikuwa tayari anamtaja Rayvanny namba 5. Hajataja Rayvanny, ni Mbosso. Yani hata sijamtaja kwamba nimemsahau. Hapana, Rayvanny hajanikosha. Yani anajitahidi kimataifa ku deserve, lakini anajitahidi na mtu yule mmoja. Unajua ili uwe kimataifa utuaminishe kuwa kama Diamond. Mataifa mbalimbali anaingia sasa hivi kufanya show, ana mashabiki kibao, ana pande tofauti tofauti, lakini Harmonize mama tetema ni yule dada, yani yuko na ni yule yani abadiliki. Sasa nasema wasanii wengine wa huko nje kama wanamuona anafanya vizuri, kwa nini hawamchukui? Yani umo kwenye hiyo nchi ambayo amempata udada, kwa nini hapatikani mtu mwingine akaona huyu jamaa na kitu, ngoja nifanye naye? Kwa hiyo Rayvanny mimi nilisema toka ametoka WCB hajatoa ngoma ya peke yake ya kunikosha mimi, hit song ya kunikosha mimi peke. Wenda ametoa nyingine zinawakosha watu, lakini for me hajatoa ngoma ya kusema Rayvanny ana kipaji. Lakini ametoka Mbosso, ametoa EP, umeona balaa hiyo, mimi ndo yani hapo mimi nimenyosha mkono, sina hata kujaji. Lakini akitoa ngoma kali Rayvanny, ile ametoa ngoma na Diamond, ngoma ni kali, lakini nime discredit kwa sababu Diamond yuko ndani. Angekuwa mwenyewe ningesema hapa aliua. Kuna alimshikisha tena na Jux ndani yake, ile ngoma pia ni kali. Lakini sasa kwa sababu kuna backup ya watu wengine nyuma, naona sasa mbona huyu kijana bila kubebwa abebeki? Kwa hiyo nataka atoe ngoma zake mwenyewe, hit song. Yes. Ningeendelea namba 6 ningekupa Darasa. Darasa nampenda kwa sababu anakaa kimya na mbwembwe, atoi kiki yoyote, lakini akija mjini anatoa na mangoma yako. Alafu yote unakuta mangoma makali. Kaya anajitahidi. Basi sawa Kerry, tumepiga story nyingi sana. Lolote la kumalizia kwa hao ambao wanakutazama? Kabla sijaupa kumalizia, Kerry, wewe unasema ni mbea na unasema mganga hajigangi, na mimi kuna hao natamani sana kufahamu Kerry ipo kwenye mahusiano, lakini huyu ambaye uko naye kwenye mahusiano mbona wewe amposti? Mimi kiukweli sipendi kuposti maisha yangu public. Yaani mimi ni mtu ambaye utakuwa unanijua mimi tu. Hata mtoto, watu wananiuliza mbona mtoto wangu juzi alikuwa birthday yake, lakini sitaki kushirikisha mitandao na maisha yangu. Jamani, mitandao inaathiri sana wasanii, inaathiri sana vijana. Ukitumia vibaya umeondoka na maji. Kwa hiyo jua kuicheza na mitandao vizuri. Kuna wengine watoto kama kina Kiredio wanapata comment 1000 wanapagao, wanachanganyikiwa vitu vyao vyote wanaweka mtandaoni. Ile kuna kipindi itafika itageuka fimbo. Utaona mtu anapagawa kabisa, unashangaa. Naongelea hapa, siongei hivi kwa ubaya, na kumwangalieni Idris alivyo sasa hivi. Ni stress. Ana watu milioni 9 lakini hajui afanye nini. Kwa hiyo usifurahie mitandao tu kuanika vitu vyako mtandaoni, lakini tumia akili. Yaani jua hichi ni cha kuonyesha, hichi sio cha kuonyesha. Jua sasa hivi natakuwa nionyeshe vitu vyangu hivi, nifanye kazi. Basi. Mimi utanijua mimi tu. Iloko backup yangu huko nyuma sitaki kuiweka public. Yes. Idris anapitia stress sasa hivi sana.
sana yani nasikitika kwa sababu ni mtu ambaye tulianza kuhustle naye way back. Yani mi baada ya kuwa shabiki wa Wema Sepetu, mtu wa pili niliyomshabikia alikuwa ni Idris Sultan na alikuwa wa moto sana. Lakini ukiniambia Idris amewezaje kudrop wakati ni mtu ambaye nilikuwa namkubali na muamini sana. Ukiniambia Instagram au mitandao social media, yani haya maisha ya kiustai amewezaje kumchukua Idris, yani sina hata majibu. Natamani kutana naye nikae niongee naye nimjue bro shida nini? Kwa sababu hata kama ni wanasema labda tuseme anatumia vilevi. Sasa hivi level kuna level ukifika unaona ngoja ni step back niache nirudi kwenye maisha. Una watu milioni 9, yani unaweza kuamua tu kufanya matangazo maisha yakaenda. Unaweza kama ukaendelea kufanya vichekesho vyako. Sasa nashindwa kuelewa kwa nini hafanyi kazi. Page imebaki tu ile anaposti vitu vyake vya kawaida, unaona inaumiza kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa na haso. Yani kwenye harakati za kuhaso niliwahi kupita kwenye mikono yake. Yeah. Ukimtazama sasa hivi videos ambazo zilikuwa zikitembea amepungua mwili, unaona kabisa mwamba hayuko sawa. Yeah, hayuko sawa kabisa. Yeah, true kabisa. Si kuumwa labda sababu kila mtu anajua anaongea kwake comments na nini, mwamba 1 2 3. Haumwi, hana tatizo lolote la kiafya. Yeah. Basi lote la kumalizia ndugu yangu. Jamani endeleeni kutazama PMTV. Jina langu ni Karima Story. Asante sana.